Young Africans na kile ambacho kinaendelea ama kilichotokea katika mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu wa dabi ya Kariakoo Mei 3 mwaka huu 2026 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, mchezo ambao ulikuwa na matukio mengi sana ndani ya uwanja lakini pia nje ya uwanja. Sasa maswali yamekuwa ni mengi sana juu ya kile ambacho kilitokea baada ya Young Africans kutotumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo ambavyo vipo ndani ya uwanja huo wa jeshi, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa Young Africans walizua taharuki kidogo mitandaoni, lakini pia pale uwanjani, kwa sababu walifika siku hiyo ya mchezo lakini hawakuingia katika vyumba ambavyo vilikuwa vimeandaliwa ama zile away dressing room za wao kwenda kutumia kuchange mavazi yao wachezaji, lakini pia kutumia baada ya mapumziko na baada ya mechi kuweka vifaa vyao vya kimichezo ambavyo wangevitumia katika mchezo huo. Young Africans katika mchezo huo hawakutumia kabisa vyumba vya kubadilishia nguo vya uwanja huo. Walitumia tent ambayo waliweka katika nyumba ya jirani ambayo ipo pembezoni kidogo na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa baada ya mchezo ule watu wengi walikosoa kitendo ambacho kilifanywa na viongozi wa Young Africans kuamua kuipeleka timu nje ya uwanja kwenda kubadilisha nguo wachezaji, lakini pia kupanga mipango yao ya kiufundi ya benchi la ufundi na wachezaji wao. Watu wakaona kama ni dhihaka, ni dharau kwa ligi yetu, ligi miongoni mwa ligi 5 imara barani Afrika. Kwa hiyo ni vitendo ambavyo vilizua mjadala, na kwa sasa hivi ambacho kinasubiriwa ni mkeka ule wa bodi ya ligi ambao mara nyingi huwa unakuja kuclear ama kuelezea makosa kikanuni ambayo yanakuwa yamefanyika katika michezo mbalimbali ya ligi kuu, hasa katika mchezo ambao ulikuwa wa raundi ya 20 ambao uliwahusisha Simba pamoja na Young Africans. Maswali yamekuwa ni mengi sana, labda ni adhabu ipi labda Young Africans wanaweza kukutana nayo baada ya kufanya tukio lile la kimtaani, unaweza kusema hivyo, la kupeleka timu kwenye dressing room nje ya uwanja wa mechi husika, na ni kitendo ambacho wengi walikitafsiri kwamba ni kukiuka kanuni za ligi. Yes, ni kweli Young Africans walikiuka kanuni za ligi kwa sababu hawakutumia dressing room za uwanja wa eneo la mchezo husika. Kwa hiyo kikanuni Young Africans walivunja kanuni ya 17 ya ligi kuu ya soka Tanzania bara ambayo inazungumzia utaratibu wa mchezo husika wa ligi kuu, na mara nyingi adhabu hiyo ya kanuni ya 17 kwa timu ambazo hazitumii dressing room ya uwanja husika ama inaamua tu kuvalia nje ya vyumba maalum ambavyo vimetengwa kwa ajili ya mchezo huo, mara nyingi huwa wanaichunguza kanuni hiyo ya 17 ya utaratibu wa mchezo katika kipengele cha 62, na labda nikisome hapa kipengele hicho kinasemaje ili uelewe adhabu ama kosa ambalo umelifanya Young Africans katika mchezo huo kikanuni. Kanuni yenyewe ya 17 kipengele cha 62 inazungumza kwamba TPLB kwa maana ya bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama zilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali au karipio au kutoza faini kuanzia shilingi milioni 5 mpaka shilingi milioni 10 na au kuifungia timu michezo isiyozidi mitatu au kipindi kisichozidi miezi mitatu. Faini kwa makosa ambayo yanajirudia itatozwa kati ya shilingi milioni 11 na shilingi milioni 20 kwa mchezaji, kiongozi au timu. Sasa umeweza kuona namna ambavyo kanuni hii inavyosema kwamba adhabu maximum kwa timu ambayo inatumia vyumba vya kubadilishia nguo tofauti na vile vilivyoandaliwa, maximum adhabu ya fedha ni fine ambayo ni milioni 5. Lakini kama timu itakutana itakutwa ina matukio ya kujirudia ya kutumia vyumba vya kubadilishia nguo nje ya utaratibu uliopangwa, adhabu yake inaweza ikapanda kutoka milioni 5 mpaka milioni 11, na sio tu milioni 11, inaweza ikaongezeka zaidi mpaka milioni 20. Kwa hiyo Young Africans
ni jukumu la bodi ya ligi wenyewe, wataangalia je, Young Africans ili tukio ambalo wamelifanya la kutumia dressing room za mechi husika ni la mara ya kwanza. Kama itakuwa ni mara ya kwanza msimu huu, basi adhabu yao itakuwa ni kulipa fine ya milioni 5 kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 62 cha ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini kama itakuwa ni kosa la kujirudia, basi tegemea Young Africans wanaweza wakakutana na adhabu kali ya zaidi ya kutozwa zaidi ya kiasi cha shilingi milioni 11 mpaka milioni 20 za Kitanzania. Lakini pia TFF ama bodi ya ligi wanaweza kaenda mbali kama kuna kiongozi ambaye Young Africans atagundulika alikuwa ndo sababu ya kuitoa timu kwenye kituo cha mchezo kuipeleka nje, naye pia anaweza kukutana na adhabu. Kiongozi yote hapa tumeona adhabu yake inawezekana ni fine ama akafungiwa miezi 3 kwenda mbele kutokana na makosa haya ambayo yametokana na mchezo huo wa Mei 3 mwaka wa 2026, na ni adhabu ambayo ina extend sio tu kwa timu, sio tu kwa kiongozi, lakini pia kama kuna mchezaji ambaye naye pia alikiuka kanuni hii ya 17 kwenda against ama kwenda kinyume na taratibu za mchezo, naye adhabu hii ya fine ama kufungiwa kwa zaidi ya miezi 3 inaweza ikamuhusu. Kwa hiyo tunasubiri bodi ya ligi watapokuja na barua ile ya maelezo ya kile ambacho kimetokea kwenye mchezo huo ambacho ni kinyume na kanuni za ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu 2025-26. Tutaona ni maximum adhabu gani ambayo Young Africans wataipata kwa kuvunja kanuni hii ya 17 ambayo inaelezea taratibu za mchezo husika wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kinaendelea kwa sasa hivi kutokana na maswala ambayo wengi wamekuwa kijiuliza, labda Yanga walichokifanya kinaweza kikapita bure ama kinaweza kikaamuliwa kikanuni. Ni kitu ambacho tunasubiri kuona bodi ya ligi itakuja na majibu gani pindi ambapo watakuja na press ama ile taarifa kwa umma kuhusiana na matukio ambayo yalijitokeza kwenye raundi ya 20 ya ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2025-2026, ukihusisha pia mchezo huu wa Simba pamoja na Young Africans. Bana, ni hayo tu. Jina langu mimi ni Shabel Daniel. Mpaka wakati ujao, endelea kufuatilia vipindi na taarifa zetu mbalimbali kutokea hapa Anuari TV.